Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo dimanche le 16 Novembre 2025. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano. Tutawaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita maeneo tofauti ya Sud Kivu na Nord Kivu, na tumewaletea habari mingi kama kawaida. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, mucomment na mulike, musambaze taarifa hizi kwa walio wengi. Mujiunge nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mukomantere au mutuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mutakuwa napata taarifa zetu zote za kila wakati. Habari zetu za jioni ya leo tutazianzia ndani ya Walikale. Eneo ya Bukumbirwa iliripotiwa ndani mapigano makali usiku wa jana Jumamosi hadi Jumapili siku ya leo. Mapigano hayo yaliwakutanisha waasi wa AFC M23 pamoja na vikosi vya wazalendo. Bukumbirwa inapatikana ndani ya grupema ya Ikobo. Kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya habari, wazalendo walivamia nafasi za M23 kijijini hapo na kuwaingiza wakaaji wa eneo hilo katika hofu. Milio ya moto wa silaha nzito na nyepesi ilisikika katika kijiji hicho hadi Jumapili asubuhi ya leo. Wakati wa wazalendo kuingia ndani ya Bukumbirwa, hali iligeuka kuwa mbaya. Wakaaji walikosa waelekee wapi. Ilikuwa saa za usiku, ilikuwa saa nne ndipo wazalendo waliingia kijijini hapo. Mashambulizi yakaanza. Wakaaji walishikwa na hofu na woga sana kutokana na mapigano hayo. Walikuwa na hawana kwa kwenda, ikabidi tu kubakia ndani ya nyumba zao, wangoje tu Mungu atende miujiza, waone pambazuko la asubuhi. Kuanzia saa hizo za saa 4 hadi asubuhi mapema 6h mapigano yalikuwa yakiendelea hapo. Kutokana na mapigano hayo kuna waliojeruhiwa na wengine kuuawa. Idadi ya wale iliyoripotiwa na vyanzo vyetu inaonyesha kuwa watoto wawili waliuawa na mwanamke mmoja alijeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano hayo. Wazalendo ambao walikuwa mwatake hapo ili kuwafukuza waasi wa AFC M23 maeneo hiyo hawakufanikiwa. Asubuhi ya leo 6h waliondoka eneo hiyo ya Bukumbirwa wakarudia walikotokea, na eneo hiyo ya Bukumbirwa ikabaki toujours mu mikono ya waasi wa AFC M23. Wazalendo walikuwa wamelanse atake contre AFC M23 pale ili kurekipere ile mwingine ya Bukumbirwa, me hawakufanikiwa. Baada ya mapigano hayo ya masaa kadhaa walirejea msituni wakarudia huko walikotokea. Hali kwa sasa ni ya utulivu. Mashambulizi yaliisha hapo asubuhi ya leo. Wakaaji wanafanya kazi zao za kawaida, ila wanaogopa ya kwamba wazalendo wanaweza tena kurejea kupigana na AFC M23 hapo mu eneo ya Bukumbirwa. Tuendelee na taarifa kutoka kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu, territoire ya Kabare. Wanajeshi wapya wa AFC M23 19 wa unité ya komando walijisalimisha mu mikono ya wazalendo mu eneo ya Mbayo. Eneo ya Mbayo iko ndani wazalendo wa generale Simba za Milimani. Hao wazalendo waliwapokea wanajeshi 19 wa AFC M23. Wanajeshi hao walijisalimisha na kusema kwamba wamerejea mu FARDC na wazalendo ili kupigania nchi ya Kongo, wapiganishe waasi wa AFC M23. Hawa wanajeshi ni miongoni mwa wale wanajeshi waliokamatwa mateka na AFC M23 wakati wa kukamatwa kwa mji wa Goma. Hao wanajeshi wali
walipelekwaka kwa formation militaire ya Rumangabo ya AFC M23. Hao walikuja kumaliza formation ile, wakafanywa wanajeshi wa AFC M23 wa unité ya komando. FARDC ikatoa wito kwa wanajeshi hao ya kwamba inawataka warejee mu FARDC wapiganishe waasi hao, wasipigane upande wa hao waasi. Wanaendelea kujisalimisha wengi. Mnakumbuka huko Kisangani FARDC ilisemaka ya kwamba tangu kutoa wito kwa hao wanajeshi imewapokea wanajeshi zaidi ya 550. Mnasikia kwamba ni wengi na wanaendelea kujisalimisha kabisa. Leo hao wanajeshi 19 nao walijisalimisha. Wanajeshi hawa walipelekwa Chivanga ambapo watakuja kuendelea na safari yao, wafikishwe Bonyakiri wapewe FARDC. Ni wazalendo ambao wanawapeleka huko, na wanajeshi hawa wanasema ya kwamba walikuwa wakikutana na mateso ya hapa na pale ya AFC M23, na hivyo wameamua kurejea mu FARDC na wazalendo ili kupigana kwa taifa la Kongo. Tuendelee na taarifa zetu. President Felix Tshisekedi na President wa Rwanda watakutania ndani ya Etats-Unis d'Amerique hivi karibuni. Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Afrika Masad Bulos alitangaza Jumamosi kwamba mkutano kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame utafanyika siku zijazo katika ikulu ya White House. Tangazo hili linakuja mwishoni mwa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Doha, kando ya utiaji saini wa makubaliano ya mfumo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23. Kulingana na Masad Bulos, mkutano uliopangwa mjini Washington unapaswa kupelekea kusainiwa kwa makubaliano makuu na makubaliano ya kiuchumi kati ya Kinshasa na Kigali. Mwaliko umetolewa na wakuu hao wawili wa nchi, wanatarajiwa hivi karibuni katika ikulu ya White House, alisema, akisisitiza umuhimu wa maelewano haya kwa utulivu wa kikanda na ushirikiano wa nchi. Na mkutano huu ukawa umepangwa baada ya makubaliano ya mfumo kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23. Makubaliano hayo walioyasaini siku ya jana mjini Doha. Baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, gouvernement ya Kongo ilikaribisha hayo makubaliano kati yao na AFC M23. Vile vile Marekani ilikaribisha kusainiwa kwa makubaliano hayo ya mfumo. AFC M23 nayo kupitia Lawrence Kanyuka ilikaribisha makubaliano ambayo walisaini, na makubaliano hayo ya mfumo waliosaini siku ya jana yanalenga kusitisha mapigano mara moja kati ya pande mbili na ufunguzi wa korido za kibinadamu pamoja na marejesho ya mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoathirika na kuachiliwa kwa wafungwa kwa pande mbili. Na haya wanayakubaliana wakitarajia ya kwamba yatakuja kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Tutaendelea kuwapa taarifa kama kawaida, kuwajuza kinachoendelea kuhusu taarifa za vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea. Ni Mzee Bauma kama kawaida, na waomba kuendelea kusubscribe. Asante.